ukigundua mmefika eneo ambalo mnamtumikia sana binadamu mwenzenu, mnamuabudu sana binadamu mwenzenu, mnamnyenyekea sana binadamu mwenzenu, mnamuogopa vya kutosha binadamu mwenzenu kuliko kumuogopa Mungu. Nasema kuliko unavyomuogopa Mungu. Yaani unamuogopa mchungaji wako, unamuogopa mtume wako, unamuogopa nabii wako, unamuogopa mtumishi wako anayekuongoza katika imani yako kuliko unavyomnyenyekea Mungu, kuliko unavyomuogopa Mungu. Nataka niseme ya kwamba kuwa makini sana na aina ya Mungu huyo mnayemtumikia hapo mahali mlipo. Kuwa makini sana na aina ya Mungu huyo mnayemwabudu hapo mlipo. Kuwa makini sana na aina ya Mungu huyo mnayemtangaza mahali hapo mlipo. Kwa sababu Biblia iko wazi, imesema ya kwamba mtu mmoja alipomuuliza Yesu, katika Torati nzima ni amri ipi iliyo kuu? Yesu Kristo akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Lakini pia na ya pili afanana na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri zote hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Kumpenda Mungu inatakiwa kuwe namba moja. Kumnyenyekea Mungu inatakiwa kuwe mstari wa mbele. Kumuogopa Mungu kuwe mstari wa mbele. Na sio unamuogopa mchungaji kuliko hata unavyomuogopa Mungu. Sio unamnyenyekea mchungaji kuliko hata unavyomnyenyekea Mungu. Sio unamtukuza mchungaji kuliko hata unavyomtukuza Mungu. Nataka nikwambie, aina ya Mungu unayemtumikia mahali hapa ulipo, rudi mtafakari sana. Mungu ndio anapaswa kuogopwa kuliko vitu vingine vyote. Mungu anapaswa kunyenyekewa kuliko vitu vingine vyote. Yaani usiogope kitu kuliko Mungu. Usimuogope mtu kuliko Mungu. Usimnyenyekee mtu kuliko unavyomnyenyekea Mungu. Usimtukuze mtu binadamu mwenzio kuliko unavyomtukuza Mungu. Mungu ndio anapaswa kutukuzwa kuwa namba moja. Yaani heshima zote ambazo watu tunazo kwa binadamu wenzetu, hizi ni kama photocopy tu. Lakini heshima original ipo kwa Mungu. Nidhamu namba moja ni kwa Mungu. Heshima namba moja ni kwa Mungu. Heshima inayotakiwa ya msingi, heshima iliyokomaa, heshima yenye uzito ni heshima ya Mwenyezi Mungu. Sio unamheshimu binadamu mwenzio kuliko unavyomheshimu Mungu. Kuna watu wakisikia hata majina, baadhi ya watu wanatetemeka. Akisikia fulani anakuja kwa sababu ni mtumishi, anatetemeka, yani mpaka ratiba zake zinavurugika. Lakini hazivurugiki baada ya kusikia neno la Mungu. Nataka niseme, kama umefikia eneo hilo, kuwa makini sana na aina ya Mungu unayemtumikia hapo mahali ulipo. La sivyo, you are lost.